wa Kigoma. Kero yetu, ndugu wanahabari, iliyotufikisha kwenu ni kunyang'anywa maeneo yetu yaliyopo kitongoji cha Mpeta, kitongoji cha mawasiliano, kijiji cha Mpeta. Misukosuko hii imeanza mwaka 2024 tarehe kama 20 mwezi wa 10, tukavamiwa na askari wanajeshi waliokuwa wamevaa sare za kijeshi na kuanza kuchomwa nyumba zetu na kukamatwa mifugo yetu ya ng'ombe. Sisi katika maeneo hayo tuko sehemu mbili, sisi ni wakulima na wafugaji. Zimekamatwa hizo ng'ombe na kuchomewa nyumba. Tunaambiwa kwamba hilo eneo amepewa mwekezaji, tukatolewa kwa nguvu. Baada ya kuona hayo, tumezunguka sana katika ofisi mbalimbali. Tumeenda mpaka TAMISEMI pale, tukaenda kwa waziri wa ardhi Ndejembi, bila mafanikio kutatuliwa kero zetu. Tunahangaika, leo ni mwaka wa pili hatujalima, mpaka dakika hii hatujalima. Mwezi wa kwanza huu hatujalima zao lolote. Na kama mimi nina familia, nina watu 34. Ukilinganisha muda tuliohamia hayo maeneo, tumehamia mwaka 1990. Tukaanza kazi zetu za kilimo na ufugaji bila wasiwasi wowote ule. Wakati ule wilaya yetu ilikuwa ni wilaya ya Kigoma vijijini. Tumeendelea na shughuli hiyo, lakini tuna masikitiko makubwa kwenye serikali yetu. Ni kwa nini tunanyang'anywa maeneo yetu tuliyoyaendeleza muda mrefu? Tumeyaboresha hayo maeneo. Tunalima mazao ya mpunga na mahindi. Maana kuna bonde la kulima mpunga, kuna bonde la kulima mahindi na makazi humo humo. Lakini cha kushangaza, eneo la mpunga lote limechukuliwa. Hakuna hata robo iliyoachiwa huru. Wamechukua hawa wafanyakazi wa serikali, ingawa tunaambiwa na viongozi wakubwa kwamba na wao wamo. Tunaambiwa Ridhiwani Kikwete ana mashamba yake mle, mkuu wa mkoa ana mashamba yake mle, afisa tarafa ana mashamba yake humo, na viongozi wengine mbalimbali. Nasema hivyo kwa sababu nina ushahidi kwanza wa yale maeneo. Ilikuja tume ya TAKUKURU kufuatilia huo mpango, tukawa tunaenda kwa kila shamba. Mkuu wetu wa wilaya, hili ni eneo la tarafa. Kwa hiyo hata kuingia kwa huyu mwekezaji anayesemwa huyu, hatukuwa na taarifa yoyote. Mimi nikiwa kama mwenyekiti wa kitongoji mstaafu mihula yote miwili kutoka Chama cha Mapinduzi ambacho ni CCM. Kwa hiyo kuna zaidi ya kaya 3,000, wakazi 4,015 kwa sensa ya mwaka 2020. Tunasikitika sana, ndugu waandishi wa habari, kulingana na kitendo hiki. Pamoja na kuzunguka kote huko hakuna msaada, tukaona tuje tutafute ushauri wa kisheria hapa Dar es Salaam. Baada ya kuzunguka sana, maana mpaka tumefika ilikuwa tarehe 27, tulikuja tena hapa Dar es Salaam kumfuata waziri mkuu. Hatukufanikiwa kuonana naye. Tumefika ofisini na yeye akawa ameenda Dodoma. Tumemfuata Dodoma tarehe 28, tumefika pale Dodoma kwenye ofisi yake pale Mlimani C Dodoma. Tukakuta tena ameondoka kwa sababu ana majukumu mengi. Tukawa tumerudi, lakini tukaambiwa tuache barua ya malalamiko yetu na namba zetu za simu ili watakapozisoma watuite. Matokeo yake hatujaitwa mpaka leo na tunaendelea kuwasilika
Na mpaka hapa nafikiria, Mungu jamani, tumemkosea nini? Sisi ni Watanzania halisia, lakini tunateseka kiasi hicho. Mungu tumemkosea nini? Na kama Mungu tumemkosea, tunaomba Mungu atusaidie sana. Hayo maeneo miaka ya nyuma, mwaka 2018 kule mbele, yale maeneo yana sehemu mbili. Pale mwanzo pale tulipoanzia ile miaka ya kuanzia mwaka 1990 ndio tumeondolewa na huyo mwekezaji. Kule mbele Mwanduhubano katika kijiji hicho cha Mpeta mwaka 2018 pakazuka mapigano baina ya serikali na wananchi. Askari wawili walikufa na raia wengine walikufa. Mpaka akaja Mheshimiwa Luhaga Mpina wakati akiwa waziri wa mifugo na uvuvi, akatatua hizo kero. Akasema watu mlioko maeneo haya msiondolewe. Halafu kama mmejaa akatuongeza tena hekta 6,000. 3,500 tukapewa sisi kijiji cha Mpeta na kijiji jirani ambapo panaitwa nani, maeneo ya Kazaroho, Chakuru, kijiji cha Chakuru, kata ya Uvinza. Mgogoro ukawa umetulia. Amekuja Mashimba na yeye akaagizwa na Rais Samia. Na yeye akasema hizo heka utekelezaji uendelee. Watu waishi kwa amani bila migogoro yote. Lakini cha kushangaza, tunakuwa na migogoro tena. Tunavyosikia baada ya kupeleka taarifa zetu mkoani kwa Balozi Siro, akaunda tume ya kuja kuchunguza mwezi huu wa 11. Matokeo yake wakaenda Mwanduhubanu, ikaonekana wale watu wapangwe upya. Wakati ya ridhaa ya mawaziri hao wawili itolewa kwamba watu wasiondolewe. Hao watu sasa hivi wameanza kupangwa heka 9,900. Haizalishi una familia ya watu 40 ulizike na hiyo na hizo heka 9. Halafu hata ungekutwa una nyumba, unahamishwa kwenye nyumba yako, unapelekwa kwenye eneo la jirani. Hapo ni uchonganifu mkubwa mno. Na mazao watu wameshalima tayari, sisi huko wenzetu wameshalima, lakini sisi huku bado. Lakini wanasema mwezi wa 7 huyu tuliyemleta hapa umkabidhi eneo lake na hizi nyumba zake. Wakati hilo jambo ni hatari sana. Yaani tunafitinishwa sisi wananchi na serikali yetu. Ndugu waandishi wa habari, tumeamua tufike hapa Dar es Salaam ili kutafuta msaada wa kisheria. Angalau masuala yetu yapelekwe kisheria, haki yetu ili tuweze kuipata kwa wepesi zaidi. Wakati tunaendelea kuishi yale maeneo, kwa mfano sisi ni Wasukuma ambao tumetoka mikoa ya Shinyanga, Mwanza. Tulipokuwa tukifika yale maeneo, kijiji chetu kilikuwa kijiji cha Maragarasi. Tulikuwa tunafika na vibali vyetu, tunaoneshwa na hayo maeneo na tunalipia kiasi kwenye mfuko wa serikali. Risiti ndio hizi hapa. Risiti ni nyingi tuliolipia hayo mashamba yetu. Hizi. Basi na halmashauri ya wilaya na yenyewe ikawa inasisitiza kwamba haya maeneo yetu watumilikishie. Wakawa wanatuomba fedha, tukawa tumelipia fomu kama hii hapa. Hapa hii sisi ni tuliunda kikundi cha Igembe Sabo. Tukawa tumelipa shilingi 800,000, lakini zilizoandikwa hapa chini ni 80,000. Na wengine walikuwa wanalipa 80, 580, wanaandikiwa 80,000. Ukihoji unawaambia kwamba huu utaratibu wa ardhi, pesa hizi zitazunguka maeneo mengine.
lakini pesa tunayokuandikia ndio hiyo hapo. Hii ni milioni 10. Ili risiti la milioni 10. Hili risiti ni la milioni 5. Lakini cha kushangaza sasa, tunaendelea kupigwa na kuna familia zingine zimemilikishwa kabisa hayo maeneo, na nani zake ndo hizi hapa, hati zake ndio hizi hapa. Pesa zote wameshalipia, lakini wanaendelea kupigwa tu na hawana pa kulima. Na hapa tumelipia milioni 75, lakini zilizoandikwa zimeandikwa milioni 15 tu. Tunashangaa sana. Ndugu waandishi wa habari, sisi hapa Dar es Salaam kilichotufikisha ni kuangalia msaada wa kisheria, tutapataje haki yetu. Asante sana, naona nimefika mwisho. Mimi naitwa Sita Nkinga Mbogolo, mkaji wa Mpeta, kitongoji cha Mawasiliano, wilaya ya Uvinza, mkoani Kigoma. Tumekuja hapa Dar es Salaam kuja kutoa kero zetu. Kero zetu ni za siku nyingi. Kwanza tuseme awamu zingine kero zetu, awamu za uraisi, zilikuwa kero ni ndogo. Awamu hii ni kero nyingi sana. Tupitie. Mimi kama mkaaji wa Mpeta, yale maeneo tulifika pale tukayapata kutumia uongozi wa kijiji paka wilayani, ikaja kutupimia maeneo yale na kutupa malisti kama haya, yakitambulika kama ni maeneo halali. 2024 navyokumbuka, alikuja Mheshimiwa Rais Dr. ilikuwa 2024 kama navyokosea navyosema 2014 alikuja Rais Jakaya Kikwete kufungua daraja pale tulipokuwa sehemu nyeti. Alituambia usia ambao tuliupata mpaka sasa hivi tunajutia. Alisema kwamba tumepewa daraja yetu tunawapa maeneo yenu haya muyafanyie kazi nyinyi wenyewe, lakini watakuja watu ambao kuja kuwaragai watu, watakuja matajiri, watakuja watumishi kuwaondoa maeneo hayo, mkatae. Rais alisema hivyo ili sisi tumilikishwe hayo maeneo yawe ya kwetu, kwa sababu tumepewa daraja pale Mpeta. Malagarasi ndio akafungua daraja akasema kwamba haya maeneo daraja nimewapa, na maeneo yenu haya ambayo nimeyaona mazuri muyatumie nyinyi. Watakuja matajiri, watakuja maafisa ya serikali kuwaondoa haya maeneo, mkatae kama nyinyi wa Tanzania. Hiyo hotuba sisi tulimpokea vizuri Rais Kikwete. Mpaka sasa hivi najua nikipata nafasi ya kwenda kwa Rais Kikwete niongozwe nipeleke pale nikatoe huu usia aliyetupa. Sasa hivi alisema kwamba tutajutia, ndio sasa hivi tunaanza kuchutia. Wamekuja viongozi mbalimbali pale na matajiri. Sisi ambao tuko pale Mpeta tumenyang'anywa maeneo yetu kupitia serikali ya awamu ya 6. Serikali imeingia, tukashtukia tu watu maaskari wameingia pale kuja kufukuzwa. Tumeambia kwamba hili eneo ni la mwekezaji, ambapo mwekezaji sijamuona hata siku moja, sijamfahamu hata rangi moja, hata rangi kwamba ni mweupe au ni mweusi. Yaani lengo lao ni kusema ni la mwekezaji, ambaye ninamuona pale ambaye anakuja kuzungumza hilo eneo ni mkuu wa wilaya na viongozi wote wa wilayani pale, hususa maafisa ya ardhi. Kuna afisa wa ardhi
nani Manyama Makongo ndio anakuja kuyapora maeneo yetu na kujimilikisha yeye mwenyewe na mkuu wa wilaya. Tumeamua kuja huku ili kero zetu zisikike. Awamu yetu hii ya 6 tunaumia sisi. Tunaumia. Ina maana tunataka kama ni msaada tupate msaada wa kulima wa pale Mpeta. Inapoitwa Igembe Sabo, kuna kikundi cha Igembe Sabo, tumekuja kunyang'anywa maeneo ambayo ni mazuri, akajimilikisha Mheshimiwa Makongo, anajiita ni bwana ardhi wa wilaya, amejimilikisha yeye mwenyewe na mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa wa pale Kigoma na mawasa wengine ambao ni kama unaweza kaambiwa kwamba hapa kuna mkuu wa kituo. Yaani eneo hilo halina mwekezaji. Wawekezaji ni wale viongozi wetu wa kuanzia kata, wilaya mpaka mkoani. Sisi tukaamua kwamba ukienda kulalamika wilayani unakamatwa. Ukienda kulalamika mkoani wanakuzuga. Mfano kama mimi kama mwenyekiti mwenye eneo husika awamu iliyopita. Mwenyekiti nilipoenda kulalamika wilayani kwamba hayo maeneo tupimiwe, nikakamatwa. Nikawekwa ndani. Umekaribia uchaguzi na mimi nitia nia ya kuchukua fomu ya Chama cha Mapinduzi. Baada ya siku 2 nilipoenda kuambia kwamba tunataka maeneo yetu tupimiwe maeneo yetu, kwa sababu tuna vielelezo ambazo tunatuainisha kwamba hayo maeneo tunayatumia kuanzia miaka ya 2014 na 12. Ina maana niliposema kwamba maeneo haya tufanye nini, tupimiwe, nikakamatwa. Nilipokamatwa nikamwambia kwamba ndugu zangu, mimi niachie niende nikapambane, nikapigania Chama cha Mapinduzi, kwa kuwa mimi ni mwenyekiti ambaye nilikuwa awamu ambayo imepita. Nikamwambia kwamba wewe una tuhuma. Nimekamatwa mpaka siku 5 mpaka uchaguzi ukapita, uchaguzi wa maoni wa Chama cha Mapinduzi. Ulipopita ndio nikaachiwa, nikabambizwa kesi. Kesi hiyo nimepambana nayo, baadaye kaisha. Ina maana ikafutika kwamba mimi ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Waliotaka wao kuwaweka ndio wakawaweka wao, kwa sababu mimi waliona kwamba nikiwa mwenyekiti wa kitongoji pale husika, ina maana pale wasingekuja na nyundombinu zao, kwa sababu mimi ni mkazi wa hapo. Wakapewa wageni, umwenyekiti wakapewa wageni ambao wana miaka 2 3 ambao hawajui jiografia ya Mpeta pale, hawajui jiografia ya Igembe Sabo. Ina maana sisi ambao tulikuwa wenyeji wa pale, ambao tulikuwa mfano kama huyu mwenzangu Dallas alikuwa na miaka 15, alikuwa na miaka 10, mimi nikawa na miaka 5. Umwenyekiti wa kitongoji jirani na huyu na mwenyekiti wangu wa kitongoji jirani, sisi tukakamatwa siku ya uchaguzi. Ina maana wakaona kwamba tumkamate Dallas na si Tankinga Mbogolo. Ina maana watachagua wale watu ambao wana miaka 2 ili wahangaikie na Chama cha Mapinduzi, kuacha sisi ambao tuna miaka karibia 30. Tukakamatwa. Tulipokamatwa, siku ya kukamatwa ndio wakaingia kuvunja nyumba zetu. Wamevunja nyumba zetu kule Igembe Sabo. Tuseme kwamba yani kuna kaya karibu 3000 na wakaaji ni kama 400 na kidogo. Ile sasa 4000 na kidogo. Sasa sisi ambao wenye viti wa vitongoji ambao tulikuwa tunatumikia Chama cha Mapinduzi, tulipokamatwa, wanajeshi wakaingia kuvunja nyumba zetu. Sisi tumo ndani. Tukapelekwa, kwanza mimi nilikamatwa nikapelekwa sijui kituo gani kisikifahamu mpaka sasa hivi. Baada ya siku 5 ndio nikaachiliwa. Uchaguzi nikakuta umeshapita. Mimi kama mimi nikakuta mji wangu yani uko nje. Yani serikali, jamani, serikali ya sasa hivi sio serikali. Ina maana ni mafisadi.
sio serikali ni mafisadi. Nikijiuliza, kwanza mimi ni mwenyekiti na miaka 5, halafu napigania tena nirudi kwa mwenyekiti. Kama kura hazinitoshi naweza zikaniacha. Kama kura zinaweza kunibeba, napigania chama. Ningepigania chama sio kukamatwa. Lakini nilipopigania chama, baadaye nikakamatwa. Ina maana nikasema kwamba nina kosa gani? Kosa langu au kugombea kwenye Chama cha Mapinduzi. Sasa ni kama nilikosea kwenye Chama cha Mapinduzi, mbona miaka 5 nimeitumikia Chama cha Mapinduzi? Alafu pili, nimekamatwa, familia yangu nikaikuta iko nje, nyumba zangu zimebomolewa, magodoro yangu wameyachukua, mbuzi zangu wamezichukua. Yaani mpaka sasa hivi sijajua kwamba nina miaka 2. Nina miaka 2, chakula sina, nina familia ya watu kama 40. Kwa sababu baba yangu ninamlea, ni mkongwe. Ana miaka tuseme na miaka kama 100, na mama yangu ana miaka kama 90. Ninao pale nyumbani. Lakini kipigo kila ambao walipigwa wazazi, na mimi nilipotoka nikakuta kwamba wamepigwa, halafu mbuzi zote wamechukua. Magodoro yote wamechukua, nilikuwa na TV wamebeba. Wakaacha nyumba zangu, lakini nyumba nyingine wakabomoa mabati wakachukua. Mpaka sasa hivi bado tunaviliwa na sijalima mpaka sasa hivi. Sasa tumekuja huku Dar es Salaam. Tumejiorganize na watu ambao tupo hapa, tukaona kwamba tuondoke. Tumeondoka tu kwa kuona kwamba ni wapi tukimbilie. Kwa sababu Dodoma tulishakafika. 2018 tulienda pale, tuliambiwa Boko Haram, tukaenda pale, lakini ile nani katulia. Leo hii tena mwaka jana tena tukaanza kupigwa, wakaja wenzangu. Sasa hivi tukaona kwamba tuje Dar es Salaam, kwa sababu Dar es Salaam ni jiji kubwa. Tumekuja huku hatuna ramani. Baadaye tukaanza kuuliza kuanza kutoa maelezo kwa watu, tukaambiwa kwamba nendeni kwenye vyombo vya habari. Ndio tukakuja hapa ili tusaidiwe zaidi. Mimi kitu ambacho nitapongeza sana, nitampongeza mkuu wa wilaya wa Uvinza ambaye alikuwa anaitwa Mwamvua Mlindoko. Alikuja kwenye eneo hilo akasema kwamba hili eneo wananchi muache wawe huru. Wakiambatana na Mheshimiwa Mpina, wakiambatana na Mheshimiwa Ndaki Mashimba. Huyo mkuu wa wilaya alikuja akazungumza akasema kwamba hili eneo litakuwa la wakazi. Na mpaka kuna senta zingine Mwanduhubanu na senta Bariadi na Kadharoho wakaongezwa hekta 6,000. Lakini mpaka sasa hivi Kadharoho zile hekta 2,500 ambazo ziliongezwa na rais wameshafukuzwa. Eneo hilo amelikalia Makongo. Bwana ardhi wa wilaya amewafukuza, halafu akalikalia yeye mwenyewe bwana ardhi wa wilaya. Na kwetu kwenye maeneo yetu ambao tunaita Igembesebo, ambao tuliunda na kikundi kwa kushirikishwa na mkoa na kipindi kile wilaya ilikuwa Kigoma vijijini, tukashirikishwa kwamba muunde kikundi. Tulishakafukuzwa. Akaingia Mheshimiwa Makongo, tunamuita mheshimiwa. Yeye anajiita yeye ndio mwenye ardhi, amejimilikisha eneo letu. Na mkuu wa wilaya akajimilikisha. Tuna ushahidi. Kwa sababu walipojimilikisha, wamekuja viongozi, tumeenda kulalamika kwa Siro. Wakatumwa viongozi kuja kuangalia ni kweli wamejimilikisha. Tukaenda na TAKUKURU. Tulipowakuta wale watu ambao wanalima kule, tukiwauliza kwamba hapa mmeingizwa na nani? Tumeingizwa hapa eneo hili, tumeingizwa hili eneo ni la mkuu wa wilaya. Na hapa tunaenda kambi lingine. Hapa ni kwa Mheshimiwa Makongo, Manyama Makongo. Amewakotishia. Na hapa kuna anaitwa Mulisho sijui nani, ni wanaalizi wa mkoa. Yaani hiyo TAKUKURU tuliyokuwa nayo
tukaenda mpaka kwenye kambi langu, kwenye mji wangu ambao nilikuwa nasema kwamba ni mji wangu. Tukaambia kwamba huo mji umeshachukuliwa na mkuu wa mkoa. Yaani hata sasa hivi ukienda kuna kaya yangu ambayo na majengo yangu yapo, nina nyumba 2 pale ambazo nimehangaika kutoa tofali za kuchoma, yaani kama kilomita kama 20 kuzitoa kule na kuzipeleka pale kwenye site. Tofali moja nilikuwa nagaramika, tofali moja 500 tofali moja, lakini na nyumba 2 pale ambazo ziko mpaka sasa hivi. Hata tukienda na nyewe wenye waandishi wa habari mtazikuta hizo nyumba, lakini nyumba moja imeibiwa mabati, nyingine bado haijaibiwa. Nikaambiwa kwamba kwanza nienda wilayani, nikaambiwa kwamba hizo nyumba ni za mkuu wa mkoa pale akaenda kuishi. Sasa kama serikali ya awamu ya 6 iko hivyo, sasa sisi masikini tutaenda wapi? Kwa sababu mimi tangia nilisoma nikamaliza darasa la 7, nikaelekea kuchunga ng'ombe, nikaelekea kulima, sina sehemu ya kwenda. Nikasema kwamba lauda serikali hii ambayo yu madarakani ni ya wasomi na matajiri, kwa sababu waliwatufukuza pale ni matajiri na maafisa ya serikali ya awamu hii. Hakuna mtu ambaye masikini yupo pale kama mimi. Mimi hapa na watoto wangu ambao walikuwa wanasoma, walikuwa wengine wakiwa sekondari, walikuwa wengine wanasoma chuo. Hapa kuna kijana wangu alikuwa anasoma hapa Dar es Salaam. Nilipofukuzwa pale, nikamsitisha masomo mpaka sasa hivi yuko nyumbani. Kwa ajili ya kunyang'anywa mashamba yetu. Pale sisi Mpeta pale tulipofika pale, tulibuni mbinu sisi kulima na kufuga. Baadaye tukabuni mbinu sisi Wasukuma pale. Tukasema kwamba tukifanya hapa mnada hapa Mpeta, sisi serikali tutaingizia kipato. Tukakubaliana wazee wa pale. Sisi kama mnavyojua sisi Wasukuma, tukaorganize tukaanza kufanya mnada kama wajinga. Baadaye ulikuwa mnada ule Jumamosi. Na wiki ijayo Jumamosi. Kipindi kile ilikuwa bado wilaya wapi? Ya Kigoma vijijini. Ilikuwa mwaka kama 2010. Baadaye 2012 wakasikia kwamba kuna mnada pale. Wakaanza kuingiza mapato. Serikali hiyo ikaanza kuingiza mapato ya wilaya Kigoma vijijini. Ilipoanza hii wilaya ya Uvinza, mnada huo ukawa umepanuka. Mimi kwenye kitongoji changu kilikuwa zinatoka ng'ombe karibia 400 na kidogo. Kwenye kitongoji hiki kimoja, na tuna vitongoji 7. Lakini kwenye kitongoji changu ambacho nilikuwa naandikia ni ng'ombe 400 aidha 600 kwenye wiki hii. Na tunaingiza hela hizo kwenye serikali. Lakini leo hii hata ukienda ng'ombe ambazo zilikuwa kipindi cha 2018 na mpaka 22 na tukaanza na serikali ikajenga pale, ikajenga choo, ikajenga mabafu, ikajenga ofisi ya wanamifugo. Lakini sasa hivi ukienda hata leo uende ukatembelee pale vyoo, unaweza ukakuta vyoo pale hastahiki kuingia, kama ina maana ni mapagari. Kwa sababu tulipofukuzwa mle wafugaji na wakulima, yani ng'ombe zilikuwa naingia ng'ombe 200-300, ambapo kipindi kile tulikuwa tunaingiza ng'ombe karibia 2000 na serikali tulikuwa tunaingezea mapato. Lakini leo hii hatuna pale, Mpeta haina mapato kutokuvurugwa sisi wakulima na wafugaji. Mimi nitampongeza kwanza huyu Mwamvua aliyemchagua na shughuli zake alizokuja pale wilayani Uvinza, na alizifanya ukamilivu. Hatukufukuzwa, kwa sababu nilienda mle ofisini walipotaka kutufukuza, akawauliza, hawa watu mnataka kuwaondoa mwapeleke wapi?
Na kama mnataka muwaondoe mwapeleke, mmewaandalia, wamekubali? Anaulizwa Makongo. Baadaye akasema huyu Mwamvua kwamba sitaki kulisikia hilo neno la kuondoa Watanzania. Hawa ni Watanzania. Tena nisisikie jina la kuwaita Boko Haramu. Boko Haramu tunaisikia nchi za nje, Nigeria, ninavyokumbuka alivyosema Mwamvua. Boko Haramu nazisikia nchi za nje, tena Nigeria. Hapa Tanzania hakuna Boko Haramu. Walipoambiwa hivyo wakatulia. Baadaye alipoondoka Mwamvua, mkuu wa wilaya akapewa mkuu wa mkoa. Mimi najua watumishi ambao wanafanya vizuri huwa wanapandishwa. Mwamvua alipotoka kwetu akapandishwa akawa mkuu wa mkoa. Na sasa hivi mimi nampongeza sana, na ile mchagua nampongeza sana. Sisi manyenyeso yetu ya Mpeta kitongoji cha mawasiliano ni kuporwa maeneo yetu na wafanyakazi wa serikali ya awamu ya 6. Na tunatamani kama watakapoona kwamba hao watumishi wanastahili kuwapora wananchi wadogo wadogo, ni sawa, wataendelea. Lakini kama wastahili kupora mashamba ya wananchi wadogo wadogo ambao hawana shughuli zingine, mimi navyojua hao maafisa na wale waliowateua wale, mimi navyojua kama serikali ya nyuma ilivyokuwa inafanya, ina maana Makongo angetolewa kwenye wizara hiyo, angetolewa kwenye wilaya yetu, kwa sababu mnafiki sana ni wana ardhi wa wilaya ya Uvinza ambao anajiita Manyama Makongo. Ndugu zangu, ni mimi naona niishie hapo. Kilio chetu ambao umetuona hapa kuja Dar es Salaam ni kilio cha kuporwa mashamba yetu ambayo tumeyaendeleza. Hata mkienda pale na yule ambao anasema kwamba wale ambao wamekuja, mfano kama mkuu wa wilaya na Makongo, ina maana wanaendeleza miundombinu hiyo ambayo tulikuwa tunailima. Wanalima mpunga na mahindi ni yale. Halafu wanaendeleza majaruba yetu ambao hawajaweka miundombinu zingine kama sehemu zingine ambazo tunaona mwekezaji akienda anafanya miundombinu. Sisi kumbe tungejisikia vizuri. Angekuja pale mwekezaji ambaye anasema kwamba nimekuja kuwekeza kiwanda cha miwa, naweka kiwanda cha miwa hapa tungesema kwamba serikali ya Tanzania inaingiza kipato kikubwa. Lakini mfano kama sasa hivi, mfano kama sisi wakulima wadogo tunalima mpunga na mahindi, halafu baadaye na yeye ambaye anakuja kulima mpunga na mahindi, halafu anatukotishia. Tulikuwa tunakotisha kipindi kile, hata ukiwa na eneo tulikuwa tunakotisha kwa shilingi 30,000. Yeye anakuja anakotisha kwa 150,000. Yeye huyo mwekezaji, sijui ni mwekezaji, sijui na yeye kama mimi sita. Kwa sababu kama wewe ni mwekezaji, huwezi ukapora eneo, halafu huyo ambao umempora unamkotishia tena kwa bei kubwa, kwa 150,000 na dokumenti zake tunazo hapa ambazo zikotishiwa. Mimi pale naishia hapo. Nahangaika, ninaporwa shamba langu na mwekezaji, lakini tunasikia mwekezaji, lakini ni wilayani ile inatupora, kwa sababu wanatujua hivi. Hawa tuliwakatia mashamba ya Igembe Sabo, sasa wakatukeukia. Je, wanatukeukia, lakini na hizi nakala zetu ni hizi hapa. Maisha yetu yanarudi nyuma, tuna njaa, tunalia, hatujalima. Na sasa hivi stakabadhi zetu ni hizi hapa, inaandikwa Chuma Heja, mume wangu ni Chuma Heja. Sasa kusikitika, sasa mwaka jana mwezi wa 10 tarehe 20 hivyo, hata 10 na kitu, tulishutukia tu askari wanapora nyumba,
wana mabunduki, tunaanza kukimbia. Wazee tulikuwa kwenye matatizo inaitwa kwa msalaba, tukaanza kukimbia. Sasa wazee, nikaanguka na mpaka na sasa hivi koti langu nalivuta. Kwa kifupi jamani, sisi tunakuja huku Dar es Salaam mje mtusaidie wale watafiti wanasheria, mtusaidie, mtazame neno letu. Sasa Uvinza hiyo inatusumbua, lakini ndio wao walianza hivi, jamani fanyeni kikundi. Mbeleni huko mashamba yatakuwa yana shida. Kweli tukaanza. Kwa nini sasa leo tumetumia miaka mingapi darasi? Miaka 33. Sasa hawa wale wa Uvinza, pale alikuja Uvinza akatugeuka. Sasa manakala yetu tunayo, atatupeleka wapi? Sisi tunasema hivi, mashamba yetu, watoto wangu hawana chakula. Nalia paka na sasa hivi, nalia, sina chakula na uzee wangu. Jamani nifanyaje? Nisaidieni jamani. Sasa leo hii ni tarehe 16, angalawe nikalime tarehe za kuendelea. Sina shamba, watoto wangu sijui nawapeleke wakaanza kula matunda, na matunda huko nani hamna, mamkwaju hajanani, bado madogo. Nifanyaje? Tunasumbuka sisi jamani, tuoneni huruma. Mtu nani yule anatuondoa kwenye shamba letu hili, jamani muonee hatia, mtupe eneo letu. Mimi naishia hapo tu, mimi naomba eneo. Nalutika Malimi. Jina lake ni Malimi Kilienge. Nabyala mkoa wa Mwanza wilaya ya Kwimba. Alizaliwa mkoa wa Mwanza wilaya ya Kwimba. Nabyala mwaka 49. Alizaliwa mwaka 49. Nanoge nusamia Majigoma. Alihamia Kigoma. Hata hamia Kigoma itatosanga ina maendeleo. Walipohamia Kigoma walikuta ardhi ambayo haina watu. Tosanga ina maendeleo dande kuweza matuta. Wakaanza kutengeneza matuta, mifumo ya upandaji wa mipunga. Amagulu ayane tu shilingi 40. Hatua 4 alikuwa analipa shilingi 4000. Lingine poli dande kuyosenga. Lingine poli akaanza kufyeka. Taganugira hada beja itaduvamiwa na Makongo. Walipotengeneza eneo likawa zuri, wakavamiwa na watu wa ardhi. Hakuja kuvamiwa heno ndo ripoti. Walipokuja kuvamiwa hapakuwa na taarifa zozote zile. Kama benga ba polisi. Walishtukia askari polisi wameingia tu. Eza bande kuswaga ng'ombe na kuchoma nyumba. Wakafika wakaanza kukusanya mifugo na kuchoma nyumba zao. Usangu jiri unashirimo chichomwe shiriwa. Ukuta una vyakula vinachomwa moto. Banigine bangi bapera gatuhu. Watoto wengine walikuwa wanakimbia uchi bila nguo. Na bantu usangu ihubu uengaga ucha chani ko duhu utuna mienda. Na mtu alipokutwa hivyo alikimbia hana hata nguo. Tagano kia robo wetakine weta bande kufatia watoto bena ba. Bagiti mihodo amo watashika kakoi. Tu wangene tu yobu kama nampa tukatekeleza. Baada ya muda wakafuatilia baadhi ya watu, lakini hawaoni matokeo yoyote. Ikabidi wao wazee sasa wameinuka, tukafuatilia wanampala, wanafuatilia sasa. Ogano pia weta ntare omkoa. Eda huyo ambao imeshiwo umwekezaji mwani yoki hiba balima wanasi. Baadaye alikuja mkuu wa mkoa akamsimamisha mwekezaji walime wananchi. Ni danti je kulima. Akaanza kulima. Adani kulima loweza bita itabu peja bana bane. Walipoanza kulima watoto wake wakiwa shambani wakakamatwa. Hakukamatwa henao. Walipokamatwa pale upela hakujikiza no vamiwa kotolo sana.
Wakakimbia, yeye usiku akavamiwa, akapigwa sana. Pigwa sana Miguu hii imevimba. kupigwa. Kwa ajili ya kupigwa. Salulu wanamala. Teteseka sana. Tuone mtu kunane. Kwa sasa hivi wanateseka sana Sasa tunene mzee chaniki nakashike hali. Yeye ni mzee umri huu. Kama tutoka Tanzania. Labda sio Mtanzania. Tutoka Tanzania hapo. Labda sio Mtanzania. Tuliteseka. Yana watu 140. Ana familia ya watu 140. Hakuna wakulima. Hakuna sasa anayeruhusiwa kulima. Anose lukuti banigeni batoyeba. Sasa hivi hata watu tulibali mba kulanga kulima. Yeye ni mwalimu wa kufundisha familia yake kulima. Na watu wamile mpaka upandike shule wano upandike elimu. Hata kama ni mfanyakazi wa serikali nawe lazima upate vyakula ule. Nenda kutose jahena. Yeye. Na tulesi kitika sana. Yeye mulomba mndambire jato choko mashamba gise. Mashamba gise gaze kaguri mwadona abantu kuyogodisha wagodisha jua. Na abantu abamiremo. Kasho umuntu amiremo kunali pokela. Ndio tule mejesi. Anaomba asaidiwe kurudi kwenye mashamba yake kwa kuwa yeye ni mtu wa kulima shamba. Ndo shughuli anayoijua. Sasa kama atakuwa ni mtu wa kukodishiwa tu mashamba yake tena yaliyoporwa alafu yanakodishwa, anaomba rudi kwenye mashamba yake. Tulisikitika sana bate. Tulisikitika mndambire je. Iha nonso hago shira. Yuto na miaka keberi. Tutu na abantu baluba sambo. Sasa ni miaka 2 bila kulima, familia yake si watakuwa wezi sasa watoto. Na kugeza hambo ndambe je mtine sata. Basi anaomba msaada wa kisheria angalau ikiwezekana asaidiwe kurudi kwenye mashamba yake. Tulomba sata. Ndarugwisha mkazi wa mkoa wa Kigoma wilaya ya Uvinza, mzaliwa wa mkoa wa Kigoma wilaya ya Uvinza kijiji cha Mpeta. Makazi yangu ni kule, nimezaliwa kule, leo nina miaka 36. Nimezaliwa mle. Sasa katika maisha yetu mle 2012 tukafuatilia maeneo baba bado yuko hai duniani. Maeneo yale tukapewa hati za kumiliki mashamba yetu. Tukasubiria hadi kwamba hivi hati tufanyaje itakuja, tukalipia mashamba yetu, tukasubiria hadi tumekaa 2020 baba akafariki, tukamzika mle tukasubiria tu hivi tayari document zote baba alijaza zitakuja sawa. 2024 ikatokea rugo ya kupigwa watu, tukanyang'anywa mashamba yetu. Solution ya kufika hapa mimi tumenyanyazika. Baba amefariki akaacha ng'ombe 600 kama na 70. Kwa leo familia ni maskini imebakiza ng'ombe 200 kwa sababu hailimi, inakula umo. Cha kuomba mimi nimefika hapa, nimefika kwenye vyombo vya habari na hisi ninavyoongea hapa mimi sijaenda shule, mimi nimekulia nimelelewa mazingira ya kuchunga na kulima. Niliyofunzwa sijafunzwa kuchukua cha mtu, nimefunzwa kufanya kazi na kupata mimi kama mimi mwenyewe. Kwa hiyo nimefika hapa kwenye vyombo vya habari hivi niweze kusikika hata kitanzania nzima ili waweze kupata mtu wa kuniokoa katika maisha yetu. Sisi tumeachwa na baba, tuko watoto 42 na baba. Sasa hivi familia jumla ya familia tuko watu 139 tulioachwa. Sasa katika lile shamba tulipewa hati miliki, lile shamba tukaporwa, akaanza kulima mwekezaji na sisi tumeingiemo kulima, tumelima mashamba, mpunga ukaota. Leo nashtukia unaambiwa kwamba hivi huu mpunga ni wa kwangu na kwamba pa una hadi yako na eneo unajua ni la kwako, umekulia mle, umezaliwa mle. Cha kuomba mimi nimekuja hapa nijue haki ya Mtanzania iko wapi, au haki ya raia kama mimi ni Mtanzania nijue. Sawa? Hapa nahisi mimi kwa jina naitwa Bundalo Gwisha, huyu hapa kama ni dada yangu, sijamuelewa hivi anaitwa nani. Nataka nisaidie kwa kitu kimoja. Sisi familia imebaki na ng'ombe 200. Nachoomba kama bwana sheria yoyote ataonisikia, mwanasheria aliyopo, tuorganize familia ishafilisika tayari. Ina maana zile ng'ombe 200 hata tukiuza tutapata hata milioni 100 na kitu, ni jumla na nini tutapata hata milioni 150 hata 200 sawa. Ili nipate msaada wa kwenda mimi kama sisi familia yetu sio wa Tanzania, nipate msaada wa kupata hata niende nchi jirani.
ya kuweza kwenda kupokelewa kama mimi ni Mtanzania. Ila familia yetu, naomba mwanasheria nao aliyosomea sheria, anajua haki ya binadamu, anitetee, aniletee barua kama mimi sio Mtanzania, siruhusiwi kukaa hii nchi. Ije barua aliyosaini waziri, aliyosaini rais, aliyosaini jaji mkuu, niweze kwenda hata nchi jirani. Tutauza mali zetu kwa wakati mmoja, ili tukanunue hata shamba, tupate maeneo tutakaa, ili nikapokelewe kama raia wa kule. Nimechoka, siwezi kupambana na serikali. Mimi sijasoma, ila najua niliofunzwa, nimefunzwa nisiibe za mtu, nizifanyaje, nitafute kama mimi. Leo ninaweka hatua ya kugombana na serikali. Mtu anakuja usiku, mnavamiwa. Tarehe 24 nilishtukia ng'ombe zimevamiwa, mbuzi zimevamiwa pale nyumbani, zikabebwa zote kituoni. Tuliamka asubuhi, wakaenda kuzifuata, wote wakapigwa ndani waliozifuata zile ng'ombe. Saa 8 za usiku maaskari wametinga pale, vijana wakakimbia, wana bunduki, wakapigwa ndani, ng'ombe zikaachiwa. Wale watu wakapelekwa wapi? Kigoma. Nikawafuata kwa kaka zangu na wadogo zangu, nikawafuata, nikaenda kuonana naye nani huyu wa mkoani, askari mpelelezi mkubwa wa mkoani. Akaniambia watu wako wapo, subiri watatoka. Haya, kweli nikafuatilia, nikampigia mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa akaniambia nenda kawadhamini. Nikaenda kuwadhamini, wakatolewa wale watu. Walipotolewa wamepigwa sana, kwa wananyinginizwa juu miguu, kwa Magesa Rugwisha na Machia Rugwisha, Hamisi Rugwisha na Mkala Rutema. Wameningilizwa mguu, wanapigwa, walikuwa na hela zote zikaporwa zikaenda, wanapigwa. Sasa ninachoomba mimi, mwanasheria aweze kunisaidia tupate haki. Tuishafilisika. Mwaka juzi tumelipa milioni 60, tumekamatwa polini milioni 60, familia ishafilisika. Naomba zile angalau zile mali zilizobaki, mwanasheria tuna uwezo wa kumlipa, kwamba wakutetea haki, ili niweze kupata hata kitambulisho cha kwenda nchi jirani. Tutamlipa mwanasheria, tutalipa gharama ya kuhama, tutaenda. Kwa sababu siwezi kupambana na serikali. Mimi najua serikali ni ya kunilinda, ila leo ukikutana na serikali amevaa mavazi ya serikali, unakimbia. Bora ukutana na simba maisha tulionayo. Juzi ilikuwa tarehe ngapi? Tarehe 12 amekamatwa blaza wangu anaitwa Vincent Rugwisha. Amekamatwa, akaenda, amepotezwa, mpaka leo hajajulikana kwamba yuko wapi. Amempigia nani askari mpelelezi wa mkoa, tukampigia simu, akampigia kaka yangu, akamuuliza, akaambiwa kwamba nyie kwa nini mmekaa kwenye maeneo ya mwekezaji? Eneo la mwekezaji likoje? Na sisi tuna hadi zetu na tumezaliwa mle, likoje eneo la mwekezaji? Ndio majibu anayojibu yale. Tokeni kwenye maeneo ya mwekezaji. Sasa mtu wetu yuko wapi? Tokeni kwenye maeneo ya mwekezaji. Ina maana tutapata picha mpaka leo. Vincent Rugwisha Kachwele hajulikani kule yuko wapi, na amefichwa mpaka leo, hatujui yuko wapi. Tunateswa. Ina maana hatuna lamani. Cha kuomba, mimi naomba mwanasheria, sisi tutalipa gharama kama ikija hata nani hivi, mimi sio Mtanzania, tutahama. Na hii kama document hizi si za uongo, tutahama. Twende hata nchi jirani. Yaani mimi ninachoomba ndio, siwezi kugombana na serikali. Sasa hivi nagombana na serikali. Ukimwona askari, zamani tulikuwa tunamuona askari, unajua hivi, mlinzi wa mali zangu na nini, sawa? Kwa ina maana tayari sasa hivi hatuna wakati wa kuongea na askari. Tumewekwa uadui. Ila na watendaji wa serikali ya wilayani tumeweka uadui. Ina maana tayari utaletaje mwekezaji kwenye eneo la mtu, na unajua kila mtu naye amelipia mahela. Tumelipa zaidi ya milioni 40 mwaka jana, na zile hela tulikuwa tunakopa kwenye watu. Umepangiwa muda wa hivi, leta hiyo hela. Usipoleta, alafu na nyumba zetu zikabomolewa, na picha za nyumba jinsi aliacha baba amejenga nyumba 22 zote, lamani ninazo zilizopigwa. Nina picha ya familia iliyopo, nina picha kabisa. Kwa hiyo hapa nilipo, nina watoto wanasoma, nina wadogo zangu wanasoma, wameachwa wanasoma, tunawaendelesha sisi. Sasa wale tutawalisha nini? Huna shamba la kulima, na shamba umelima, unakuta mtu anapalilia mwingine. Kama wewe mwanasheria unafanyaje? Tayari tunatengenezwa mauaji ya kugombana, mtu muone kabisa, na serikali inajua. Kani hizi document hizi niliziandika mimi, iliandika serikali, na mwanasheria anayohitaji hivi ni nani? Mwekezaji ameingilia serikalini, akaingiaje kwenye maeneo yetu yale yana haki? Naomba mimi kabisa nijue kama sio Mtanzania, sisi tuna uwezo wa kulipa, tutapata hata mashamba, tutaenda kununua hata nchi jirani, hata milioni 50 tutanunua, hata milioni ngapi, ili familia tukae, tutaanza kutafuta. Ila sitaki kugombana na serikali, nianze kugombana na serikali. Sijafunzwa hiyo kazi ya kugombana na binadamu kama mimi. Sijafunzwa kabisa hiyo kazi, na sijaenda shuleni, sijaenda wapi. Mimi nimefunzwa kutafuta maisha yangu binafsi.
Siwezi hata nikikuta cha mtu hapa, siwezi nikapitia, sio cha kwangu. Nitabeba cha kwangu. Sasa leo tumeweka uadui na serikali. Jamani, naomba wale mliosoma ulisomea haki za binadamu, alionisikia nayo nisikia hata kwenye vyombo vya dola, anielewe kabisa, ani support kabisa, aweze kunitafutia haki. Hata nchi zingine nitaenda nikaishi. Mimi siwezi kugombana na serikali. Mimi nijulikane kama sio Mtanzania, nijue. Ina maana tayari nina mpunga, tulishalima familia. Leo namkuta mtu anapalilia mwingine, anakuambia hili shamba ni la kwangu. La kwako, mimi nimezaliwa huko leo, nani amekuleta kwenye shamba letu? Sisi tumezaliwa huko. Leo nakuja unasema ni shamba lako na tuna hadi. Ina maana tayari hayo kufika mwezi wa 4 mpunga ukiiva ni mauaji. Mimi siwezi kuacha mpunga wangu kuvuna kwa sababu nililima, najua ni eneo langu. Ni mauaji, bora nifie kwenye haki yangu. Nitazikwa pala alipozikwa baba. Siwezi. Naonekana mimi nitapeli, mimi nisitumia hovyo mali ya babu yao. Na kwamba hapa sichatumia, nimefilizwa na serikali. Unaambiwa leta hichi, ulipe hichi, unauza mali unaenda kulipa. Unaambiwa uze hichi, leta nani ili tukamilishie, tulete beacon, unauza unaenda kulipa. Paka imetufilisi. Hatuna mashamba ya kulima sasa hivi. Mwaka huu tumelazimisha kwenda kulima tu kwa nguvu kwa sababu tuna hati. Tuone hivi. Leo nakuta mtu yuko anapalilia na umeumwaga mpunga wako. Wewe utafanyaje kama wewe hapo? Mimi naomba mwanasheria yoyote tambue kabisa, mwezi wa 4 lazima nikavune shamba langu, au kama sivyo nitatangaza kwamba hivi nimefia kwenye eneo letu. Vincent Manoni Kalapia, nimeshiriki kwenye huu mgogoro kwa muda mrefu toka 2014 na shamba langu sasa hivi limegawanywa kule watu wengine. Lakini huu mgogoro tunao muda mrefu, miaka hauishi. Kila unapokuja utatuzi, ina maana ni kuongeza zaidi huu mgogoro. Mimi nilikuwa naomba, kwa kuwa mgogoro huu ni mgogoro wa wananchi na serikali, kwa sababu hatuoni mtu mwingine, kwa tunaomba serikali ilione hili iweze kutusaidia, kwa sababu hawa wanaokuja kutekeleza haya ni viongozi wa serikali na wananchi wako pale. Miaka 30, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, miaka 10 mpaka 30, mtu analima, anaingiza mapato serikalini, unakuja unamuondoa. Sehemu zingine tunaona kwenye barabara, kwenye reli wanalipwa. Ina maana huyu mtu miaka 30 amekaa pale, hana chochote alichokuwa anakifanya, na wakati serikali ipo. Mimi nilikuwa naomba serikali hili ilione, kwa kuwa ofisi zote tumefika, mahakamani tumefika, sehemu zote na barua nyaraka zote zipo, walione waweze kutusaidia. Tuko hapa, tumekuja, na mimi ndio kama kiongozi wa kundi hili kutafuta ile haki, maana inasemwa haki. Sasa haki ni ipi? Kama miaka 30 mtu atakaa sehemu alafu hana haki. Haki ya Mtanzania ni ipi sasa? Mimi nilikuwa naomba serikali iweze kutuona, itusaidie kwenye hili. Kama tuna haki zetu na vielezo vyote viko ofisi zote, tulishafika. Iweze kutusaidia. Mwisho ninamaliza, namba zetu za simu ni 0758 01 45 44. Wanatupata. Niishi hapo. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuchukua nafasi hii kwa ajili ya kuzungumza jambo ambalo ni jambo ambalo linasikitisha, ambalo linagusa wananchi ambao wamesafiri toka wilayani Uvinza kuja Dar es Salaam. Hawa ni wananchi wawakilishi kutoka kwenye vijiji viwili, kijiji cha Mpeta pamoja na kijiji cha Chakuru. Hivi vyote vipo ndani ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma. Unaweza kufikiria umbali wa kutoka Kigoma mpaka kuja kufika Dar es Salaam. Wananchi wamekuja kwa ajili ya kutafuta haki. Kwa kifupi ni kwamba wananchi hao wana malalamiko makubwa. Malalamiko haya yanagusa usalama wao, uhai wao, lakini yanagusa vile vile umiliki wa mali zao. Wananchi hao wameishi katika vijiji hivi viwili kwa maana ya Mpeta na Chakuru toka miaka ya 90. Sasa miaka 90 mpaka leo, maana tunazungumzia ni miaka takriban 33 wamekuwepo pale. Lakini na wamekuwa pale kujishughulisha na mambo ya ufugaji pamoja na kilimo katika hicho kipindi chote. Lakini bahati mbaya, baada ya kuwa talo wameshajijenga vizuri, maisha yanaendelea vizuri, wakaanza kukutana na misukosuko mingi kwenye mali zao,
lakini la kusikitisha zaidi ikawa ni uporaji wa maeneo yao ambao ulihusisha kuvunjwa nyumba zao kama walivyojieleza, pamoja na nyumba zingine ambazo wanasema zilichomwa moto zingine. Lakini vile vile wamekuwa wakikutana na rapsha nyingi za wakati mwingine kuvamiwa usiku, na wanasema wakati mwingine vyombo vya dola vimekuwa vikienda kuwafanyia uvamizi, na wamechukua hatua za kulalamika sehemu mbalimbali, lakini hadi sasa maana yake wamekuwa kama ni yatima, wameshindwa kupata msaada. Na ni jambo la kusikitisha kwa sababu ukisikia jinsi wananchi walivyoumia, mpaka mtu anadiriki kufikiria kwamba pengine yeye sio raia wa nchi hii. Unajua mwananchi akifikia hivyo, maana yake unaona uzalendo umetikisika kwa kiwango gani. Tusingetegemea katika nchi yetu kwamba mtu aanze kufikiria pengine hata uraia wake aanze kutilia shaka, aone kwamba yeye pengine ni mtu wa daraja la 3 katika nchi ya Tanzania. Hili ni jambo ambalo kwa kweli linasikitisha. Sasa sisi kama wanasheria, baada ya kufikiwa, mimi naitwa Edson Kilatu pamoja na mwenzangu wakili Ferdinand Makore, baada ya kufikiwa na wananchi, tumeona tuna wajibu, kwa sababu sisi kama wanachama wa Tanganyika Law Society, chama cha sheria cha Tanganyika, kwa mujibu wa sheria ambayo inaanzisha chama cha wanasheria Tanganyika, jukumu mojawapo sisi ni kuhakikisha tunatetea haki za watu na kuhakikisha tunalinda katiba pamoja na kulinda sheria za nchi. Sasa tumeona hili ni moja ya jukumu kwa kweli la muhimu, tusingeweza kulikwepa. Kwa hiyo tumelipokea na tunaamini tutashirikisha chama chetu pia, Tanganyika Law Society, tutawasiliana na Mheshimiwa Rais wa TLS pia pamoja na uongozi kwa ujumla, ili wananchi hawa wanahitaji kupewa msaada na kutetewa. Ni haki yao na lazima tutimize jukumu hili kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha sheria ya Tanganyika Law Society. Kwa hiyo baada ya kuwasikiliza wananchi, tumegundua kwa kweli kuna mambo ya kisheria mengi. Kuna mambo ambayo yanagusa haki za binadamu, lazima tuyaangalie na yachukuliwe hatua. Lakini kuna mambo ambayo yanagusa kuhusu mambo ya umiliki wa ardhi zao, ambazo kwa mujibu wa sheria za Tanzania kuna namna nyingi za kujipatia ardhi. Moja ya namna, ukiona pori ambalo halina mwenyewe, mtu akalisafisha akaanza kulitumia, anakuwa ni mmiliki kihalali kabisa kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Sasa kama watu wametumia ardhi kwa zaidi ya miaka 33, maana yake kisheria kwa mujibu wa sheria za Tanzania hawa ni wamiliki halali wa ardhi yao. Kwa kama palikuwa na utaratibu wowote wa kuweza kutoa ardhi hiyo, nchi hii sio kama mwitu, it's not a jungle. Ni sehemu ambayo ina utaratibu kwamba mkitaka kutoa ardhi ya watu, ipo sheria ambayo imetungwa mwaka 87 ambayo inazungumzia utaratibu wa utoaji wa ardhi kutoka kwa wananchi. Maana yake taratibu zingefanyika, kwanza unaonekana unatoa kwa ajili ya maslahi ya umma. Na maslahi ya umma haiwezi ikawa kwamba kuna mtu fulani anapewa ili aanze kukodisha watu. Huo sio maslahi ya umma. Maslahi ya umma labda tunataka tujenge hospitali, tunataka tujenge shule, tunataka tujenge jambo ambalo ni la umma. Hiyo ndio maslahi ya umma. Lakini hata ikiwa maslahi ya umma, maana yake anayeruhusiwa kutoa ni Mheshimiwa Rais, ndio aliyepewa mamlaka kwa mujibu wa sheria za nchi hii. Sio mkuu wa mkoa, sio mkuu wa wilaya, sio mwenyekiti wa kitongoji, sio siji mtendaji wa kata, wote hawana mamlaka hayo. Rais peke yake ndio ana mamlaka. Lakini hata rais hafanya anavyojisikia. Rais akitaka kutoa ardhi ya watu kuna michakato yake. Kwanza lazima aeleze sababu kwamba kuna maslahi ya umma, wapewe notice hiyo, michakato itapita, watangaze kwenye gazeti la serikali, fidia waje wafanye tathmini, waje wapewe fidia, wananchi julikane watapelekwa wapi kwa kufuata utaratibu. Lakini si swala la kuwadhalilisha wananchi. Fikiria mzee kama huyu, mzee kwa umri huyu anaanza kukimbia mpaka anaonyesha mguu umepigwa, amevunjwa kwa sababu ya eneo. Fikiria huyu anakuwa ni baba yako. Ni jambo ambalo linaumiza kiasi gani? Ni mambo ambayo ni ya kinyama, tusingetegemea kwenye taifa hili la kwetu ambalo linaongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Tusingetegemea kuona mambo ya aina hiyo yakijitokeza. Kwa sisi kama mawakili, kwa kutimiza wajibu wetu kabisa kwa mujibu wa sheria, hatuwezi kuliacha hili jambo likabakia. Kwa tupo tayari kusimama tuhesabike kwa ajili ya kuhakikisha haki ya hawa wananchi wa vijiji viwili, kijiji cha Chakuru pamoja na kijiji cha Mpeta wilayani Uvinza, tuhakikishe haki yao inapatikana. Ni lazima wahakikishe wanalindwa kwa sababu ni wajibu huu. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mtu ana wajibu wa kuhakikisha anakuwa ni mlinzi wa raia mwingine. Ibara ya 14 ya katiba ya Tanzania inasema kila raia ana haki ya kulindwa na kupata hifadhi kwa wananchi. Lakini nchi hii kwa mujibu wa ibara 26 ya katiba yetu, kila mmoja ana wajibu wa kuheshimu sheria na katiba ya nchi na kuhakikisha analinda sheria na katiba za nchi. Kwa sisi vile vile tuna wajibu wa kuhakikisha sheria na katiba ya nchi inalindwa
kwamba mtu hawezi akanyang'anywa mali yake kienyeji kiurahisi kiasi hicho. Lakini jambo moja hapo ambalo limesikitika ni kwamba wakati wamevamiwa katika kufuatilia, kuna ndugu mmoja ambaye mpaka leo amepotea, hawajajua yupo sehemu gani. Maana hili ni swala ambalo linahusisha utekaji. Sasa hili ni jambo ambalo kwa kweli pia ni jambo sensitive sana. Tunategemea wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wanatusikia na kufuatilia jambo hili wachukue hatua kwa ajili ya hiyo pia, kwa sababu ni jambo ambalo linachafua kabisa taswira ya nchi yetu. Hakuna mwekezaji atakuja kwenye nchi, labda mchuuzi, mwekezaji serious ambaye ataenda kwenye nchi ambayo kuna watu wanapotea, halafu wakipotea ni kawaida. Wakati hata ng'ombe au mbuzi akipotea, mfugaji aweza kalala mpaka hakikisha mfugo wake umepatikana. Sasa huyu ni binadamu amepotea karibu na wiki kadhaa hajaonekana. Tusingetegemea kuona kuna mtu ana cheo chake pale kwa ajili ya ulinzi na usalama kalala usingizi ukaja. Kwa haya ni mambo ambayo tungeomba sana mamlaka za nchi zishughulikie. Tunaamini wanasikiliza, serikali yote inafuatilia jambo hili. Ni lazima kila mmoja asimame aweze kuhesabika kwa ajili ya kuhakikisha haki za Watanzania zinasimamiwa ipasavyo. Kwa kuhitimisha niseme, kama mambo haya tukiyaacha yaende, naona kabisa hatari ya uvunjifu wa amani. Kwa sababu kama kuna mtu analima mpunga wake, halafu kuna mwingine anakuja kupalilia kwenye shamba lake, wakati wa kuvuna fikiria taswira itakuweje, kwa sababu huyu aliyepalilia anataka kuvuna na aliyelima anataka kuvuna. Mwisho wa siku inaweza katokea uvunjifu wa amani na tukapoteza uhai wa watu. Sasa mimi nafikiri IGP anasikia, waziri wa mambo ya ndani anasikia, Mheshimiwa Rais anasikia, viongozi wa serikali wanasikia. Kuna wajibu wa hakikisha wanachukua hatua mapema kabla tujafika kwenye hatua ambayo itakuwa mbaya baadaye. Hatua zichukuliwe, huu mgogoro umalizwe. Najua kuna hatua za kisheria zikafanyika, lakini naamini kabla tujafika hata kwenye hatua za kisheria bado kuna uwezekano wa kuchukua hatua za kisiasa, hatua za kiutawala. Maelekezo yakapelekwa na watu wakapewa haki yao kabla hatujafika hapo. Lakini sisi kama mawakili tunaendelea kujiandaa kwa ajili ya taratibu zingine za kisheria, lakini tunaamini na wenzetu wa serikali kwa sababu wamesikia, inawezekana kabla hatujafika kwenye hatua hizo wakawa wameshachukua hatua stahiki. Na hawa wazee ambao naamini viongozi karibu wote nikiwaangalia kwenye serikali yetu, huyu anaweza kuwa ni mzazi wao. Kwa kila mmoja akiangalia, akichukua taswira ya baba yake pale nyumbani kwake ikimuingia, nadhani hataweza kulala usingizi. Ataona kuna haja ya kuweza kulinda uhai, heshima na utu wa hawa Watanzania ambao kwa kweli wametembea kutoka Kigoma